Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kutuamsha salama siku ya Jumanne ya leo, na nikukaribishe katika kipindi hiki cha Pambazuko, anza siku na Mungu. Na kabla sijaleta mstari wa leo, wachukua nafasi hii kumkaribisha na mtu mwingine, share hiyo link, tumie message, mpigie simu kwamba Pambazuko Jumanne tuko hewani. Na mimi naomba niombe. Mtakatifu Baba Mwenyezi, Mungu wa majeshi, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, tunakiri sababu sema asante kwa ajili ya ulinzi wako tangu tulipoachana siku ya jana Jumatatu hata kufika leo Jumanne. Bwana, umetutetea katika makesha ya usiku, na tumekuona Bwana ukituamsha salama. Utukufu na heshima ni kwako. Tunapokuja mbele zako Bwana kwa ajili ya kujiweka wakfu ajili ya kipindi cha siku ya leo ya Jumanne cha Pambazuko, tunaomba Bwana kila mmoja wetu apate kibali mbele zako, na Roho Mtakatifu utufundishe vyema kwa utukufu wa jina lako, tunaomba na kuamini. Amen. Mstari ambao Mungu ametupa tutazame leo unatoka kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 37. Kitabu cha Mwanzo sura ya 37 aya ya 23 na 24, na inasema, aya ya 23 na 24 na inasema, ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake, wakamvua Yusufu kanzu yake, kanzu ile ndefu aliyoivaa, wakamtwaa wakamtupa katika birika, na hiyo birika ilikuwa tupu, hamna maji. Bwana Yesu asifiwe. Nimetamani tuangalie hii mistari asubuhi ya leo, na hasa nikitazama juu ya hali ya maisha ambayo tunapitia katika mazingira na jamii inayotuzunguka. Ukisoma hii mistari, ni habari ya familia ya mzee Yakobo ambaye aliitwa Israeli, ambaye alikuwa na wana 12 na akiwemo Yusufu. Na maandiko yanasema, ukianzia aya 37 kule mwanzoni, Yusufu alipata neema na kibali cha kupendwa na baba yake, na kwa maana hiyo baba yake pia akamshonea na kanzu ndefu nzuri. Lakini pia ukiangalia maisha ya Yusufu, mara kadhaa alikuwa akiota ndoto za aina fulani na akiwaambia ndugu zake. Na ndoto alikuwa akiota mara kadhaa ni ndoto ambazo zilikuwa zikiashiria ya kwamba huyu mtu kesho yake itakuwa ni ya baraka, yenye kibali, yenye heshima kuliko ndugu zake. Na mara kadhaa anapoota zile ndoto, anapowashirikisha ndugu zake kwa upendo tu, ndugu zake walizidi kuweka chuki na yeye. Na ndipo hata wakati wa kugawiwa kazi, kwa kuwa alikuwa na upendeleo kwa baba, hata wakati wa kugawiwa kazi, ndugu zake walipelekwa machungani, lakini yeye alibaki kufanya shughuli za nyumbani. Sasa hapa ni wakati ambapo mzee Yakobo amemtuma Yusufu akawasalimie ndugu zake huko machungani, na wapelekee na binsi kidogo chakula. Sasa angalia, hawa ndugu walioko machungani wanapomuona Yusufu kwa mbali, unasema tazama, yule bwana ndoto anakuja. Ukisoma mistari ya nyuma inasema wakafanya mashauriano kwamba hebu basi tumuue, tuone kama zitatimiaje ndoto zake. Na ndipo hapo sasa kwenye aya ya 23 na 24 ndiyo matokeo ya mipango yao wanaanza kuitekeleza. Anapowakaribia akiwasalimia kwa amani, kumbe tayari mioyo yao haikuwa na amani tena. Walikuwa wamejawa chuki, wamejawa usuda, wamejaa hasira, wamejaa roho ya mauti kwa ndugu yao.
wamejaa roho ya wivu kwa ndugu yao. Ndipo wanamkamata, wanamvua ile kanzu, wanamshika akiwa uchi, wanamtupa ndani ya birika. Zamani hizo katika maeneo ya malisho kulikuwa kuna mabirika ni kama visima kwa vinachimbwa kwa ajili ya kuhifadhia maji kwa ajili ya mifugo. Kwa wakamtupa kwenye birika mojawapo la mahali pale. Bahati nzuri birika lile kwa kipindi kile kilikuwa ni kipindi ambacho birika halina maji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini hao watu wanafanya hivi kwa ndugu yao wa damu? Ni kwa sababu wanawinda kuua kesho ya ndoto zake. Naongea na mtu mmoja hapa ambaye anapita mahali pagumu kwenye maisha yake, ama kwa levo ya familia yake, ama levo ya ukoo wao, ama levo ya jamii inayomzunguka, ama kazini, ama kwenye eneo lilokuwepo. Unapita kwenye vita ya kuuawa, lakini kwa sababu ndani yako kuna ndoto kubwa Mungu amekuwekea kwa ajili ya kesho, ama ya kesho ya kampuni, ama kesho ya taasisi, ama kesho ya familia, ama kesho ya jambo lolote ambalo Bwana amekuandalia. Kilichokuwa kinataka kumuua Yusufu si Yusufu, ni kwa sababu ya kesho ya Yusufu, juu ya ndoto ambazo Yusufu anaziona kwa ajili ya maisha yake ya kesho. Wako watu leo wanapitia mahali pagumu, wana vita kubwa, vita ya nguvu za giza. Kuna watu wanapitia vita kali ya nguvu za giza. Shetani amewashikilia namna hii, hataki kuwaachia. Amepanda uharibifu, anapanda magonjwa, anapanda vitu vya ajabu ndani yake, anapanda ulevi, anapanda uharibifu, anapanda uzinzi, anamseta kwenye shimo ili apate kumkandamiza kwenye hilo shimo, ili asiweze kututulia na kufanya kile ambacho Mungu ameweka ndani yake, kuzifikia ndoto zake. Ndugu zangu, niwaambieni, kuna watu leo tutakutana nao barabarani, ni vichaa, ni makahaba, ni walevi wanalala barabarani. Kwa hiyo niwaambie wengine, yale ni mashimo ambao wamefukiwa ili wasiweze kufia kwenye hatima ya ndoto zao. Kuna watu leo ni walevi wa bangi, wanatumia madawa ya kulevya, wameharibiwa na unga, lakini kimsingi watu wale ni adui ameamua kuwashindilia kwenye yale mashimo ili wasiweze kutoka na kusimamia ndoto zao. Kuna watu leo wanapita kwenye magonjwa ya ajabu, anatibia hili, linamka hili, linamka hili. Usichojua ni kwamba wengine adui amekufukia kwenye shimo, kwenye birika la magonjwa, ili usipate uhuru wa kusimamia ndoto zako. Leo kuna vijana wanafunzi hawa shule ya msingi, sekondari, wanakataa kusoma, anakimbia shule. Ngoja nikwambie, huyo ni kwa sababu kuna kitu anajua adui akiruhusu asome, kesho yake itakuwa ni ya kishindo. Nimekuja nikwambie leo, jamii inayotuzunguka inaweza ikawa na kila aina ya maneno juu ya watu fulani, lakini kimsingi hao watu wanayapitia hayo kwa ajili ya kile walichokibeba. Nikutie moyo dada, nikutie moyo kijana, nikutie moyo baba, mama, bibi, babu. Kuna mazingira unayapitia, ama watoto wako, ama ndugu zako, mazingira hayo wanayopitia sio wao, ni kwa sababu ya kile ambacho wamekibeba kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu amebeba ndoto kubwa kwa ajili ya familia na taifa na dunia. Vita ikaamka kwa ndugu zake, wanapambana wamuue. Hawakuwa ndugu zake,
alikuwa ni shetani ambaye anawatumia ndugu zake. Kuna watu wanachukiwa, wanakasirikiwa, wanatengwa. Usiwakasirikie hao. Ni shetani ambaye amechungulia kesho yako. Anawatumia hao watu, mabosi wako, wafanyakazi wenzako, viongozi wako, wakukandamize. Usionekane hapo ofisini, usionekane kwenye hiyo taasisi. Wanakandamiza. Unafanya kazi kwa bidii, unajituma sana, lakini watu hawa appreciate kabisa unayoyafanya. Ripoti yako haiandiki vizuri kabisa. Ngoja nikwambie, hilo ni shimo ulioliwekwa, lakini uko mkono wa Bwana ambaye utakutoa kwenye ile shimo, kama ambavyo Yusufu alitolewa kwenye ile shimo akapelekwa Misri, na huko Misri Bwana akamuonekania, akawa mtu mkubwa kwenye taifa kubwa, na akawa msaada kwa taifa la Misri, kwa familia yake, na historia yake imeandikwa duniani kote mpaka leo tunasoma kwenye Biblia hii. Yaani nikwambie, hayo unayoyapitia, acha ukandamiza. Hapo kazini unafanya kazi kwa bidii, unakandamiza. Wewe endelea kufanya kazi, endelea kumwomba Mungu, endelea kuona kesho ya ndoto zako, usikate tamaa. Wako watu wana ndoto kubwa, lakini kuna mazingira yamewakandamiza. Amka, simama, anza kuomba. Ombea watoto wako, ombea mme wako, ombea mke wako, ombea familia yako, ombea uchumi wako, ombea ofisi yako, ombea. Kwa nini? Wewe umebeba ndoto kubwa. Hilo shimo ambalo nakuweka ni ili wanapambana kuzima. Ngoja nikwambie, ndoto ya Mungu haifi. Ndoto ya Mungu haifi. Hautakufa kabla ya wakati wake. Hautakufa mwanangu, hautakufa kijana, hautapotelea hapo. Utasoma, utaendelea na masomo, hautaishia hiyo elimu, utasonga mbele. Mungu atakuja kwa mkono wa kwake, atakuinulia msaada katikati ya hao na kuchukia. Atatokea Ruben wa kwako, atakuinulia msaada, atakuinulia mtu ambaye atasema hapana, tusifanye hivi, tufanye hivi, tusifanye hiki, ni hatari, tufanye hiki. Atatokea mtu hapo ofisini, atakusemea vizuri, na utashangaa kwa nini Bwana aliweka hayo maono. Ana mpango naye katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usikate tamaa. Ndoto yako itatimia. Wewe ni Yusufu. Wewe ni Yusufu wa leo, ni Yusufu wa familia, ni Yusufu wa ukoo, ni Yusufu wa kampuni, ni Yusufu wa taifa, ni Yusufu wa nchi hii ya Tanzania. Wewe ni Yusufu wa dunia. Una jambo la kufanya kwa ajili ya kuponya dunia kesho, ya kuponya taifa kesho, ya kuponya mkoa kesho, wa kuponya kanisa. Kanisa linakutazama wewe. Hiyo vita unapigwa vita, viongozi wako wanakupiga vita. Usikate tamaa, wewe endelea mbele, mtumainie Bwana. Hiyo ndoto ulionayo juu ya kanisa, maana kanisa linakuhitaji wewe kwa ajili ya kesho ya kanisa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa nini unakata tamaa? Usiache huduma, songa mbele na kazi ya Mungu. Songa mbele na kazi ya Mungu. Hata kama mama yukukataa leo, ngoja nikwambie, Mungu yupo anayejua kesho yako. Atakutengenezea njia mpya. Bwana mwenyewe atawafungua macho tukatajua kwamba huyu ni potential kwenye eneo hili, kwenye kitengo. Kwa nini? Bwana amekuweka hapo kwa makusudi. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope. Ngoja nikwambie, kama umeingia shimoni na wewe ni mwenye haki, usiogope. Na kama kuna mahangaiko ndani ya moyo wako, kuna makwasukwasu, kuna makona, omba rehema na toba. Lakini kama wewe ni kama Yusufu uliye mtakatifu, utatoka katika jina la Yesu. Acha wakushukie, acha wakufunike, bado kesho yako iko pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nami natamani niombe hapa na watu ambao wametupwa kwenye mashimo. Leo, Jumanne ya leo, natamani Bwana mwenyewe anyooshe mkono wake, awatoe watu kwenye mashimo, atutoe kwenye mashimo. Shetani amewatia watu kwenye mashimo, adui ngoja nikwambie, utatoka katika jina la Yesu. Wewe unajua ni shimo gani? Shimo la uchumi? Ni shimo la elimu, kukosa kibali? Ni shimo gani ambacho amekuweka huko ambapo unashindwa kutoka? Wengine wana vipawa vizuri lakini walevi.
ni walevi. Bwana mwenyewe aingilie kati hayo mashimo ya ukahaba, hayo mashimo ya madawa ya kulevya, hayo mashimo ya ujambazi, hayo mashimo ya udokozi, hayo mashimo ya kiburi. Bwana aingilie kati. Tuombe. Sema, Mungu Baba, mimi mtoto wako Jumanne ya leo nakuja mbele zako, ninaomba rehema, ninaomba toba kwa ajili ya haya ninayoyapitia. Ninaomba msamaha kwa ajili ya hapa napopita nachukiwa, nakasirikiwa na watu wangu wa karibu, watu wa familia moja na mimi, watu wa moja na mimi, watu wa ofisi yangu, stafu wenzangu, mabosi wenzangu, wanafunzi wenzangu. Nakasirikiwa, nachukiwa na majirani. Bwana, ninaomba toba, ninaomba rehema. Yamkini kama ni udhaifu wangu unisamehe Bwana, lakini Mungu ule hai, nakuja mbele zako, mbele za uso wako. Bwana, kama ni wivu, kama ni chuki kwa ajili ya kipawa, kwa ajili ya neema uweka ndani yangu, Bwana, ninakuja mbele zako, ninaomba msamaha, ninaomba toba kwa ajili yao, maana hata wao hawajui ni kwa nini wananichukia. Bwana, ninaomba rehema kwa ajili yao, kwa ajili ya ndugu zangu, kwa ajili ya rafiki zangu, kwa ajili ya stafu wenzangu, kwa ajili ya mabosi wenzangu, kwa ajili ya ukurugenzi wenzangu. Ninaomba rehema. Bwana, uwarehemu. Mungu, uwasamehe. Ninaomba kwa ajili ya kipawa na karama na huduma ambayo weka ndani yangu. Bwana Mungu le hai, kile kipawa, kile karama ambayo weka ndani yangu, ninakiombea kwa jina la Yesu. Kila shimo, kila birika ambalo wamenifukia huko ili sionekane, katika damu ya Yesu, mkono wa Bwana haujapunguka, mkono wa Mungu haujapunguka. Natoka leo. Sema, natoka leo, natoka leo, natoka leo kwenye shimo la ulevi, kwenye shimo la ukahaba, kwenye shimo la ujambazi, kwenye shimo la kiburi, kwenye shimo la kukata tamaa, kwenye shimo la hofu. Natoka leo, natoka leo kwenye shimo la umasikini. Natoka leo kupoteza kibali. Natoka leo, natoka leo, natoka leo. Sema, natoka leo. Kili natoka leo kwa damu ya Yesu. Hilo shimo la kukosa nguvu ya kufanya kazi, hilo shimo la kupoteza amani kazini, natoka leo. Hilo shimo la kukataa kazi, hilo shimo la kukataa kazi, natoka leo, natoka leo. Sema, natoka leo. Mume wangu anatoka leo, mke wangu anatoka leo, watoto wangu wanatoka leo, kaka zangu, dada zangu, ndugu zangu wanatoka leo. Hilo shimo la kutokuolewa, la kutokuoa, wanatoka leo, wanatoka leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba yangu anatoka, mama yangu anatoka, ndugu zangu wanatoka, rafiki zangu wanatoka, kanisa linatoka kwenye hilo shimo, kwenye hilo shimo. Sema, natoka. Sema, natoka. Elimu yangu, vipawa, karama, kila kipawa, kila karama ambacho kimefukiwa kwenye shimo, leo kinatoka, leo kinatoka. Sema, Yesu, natoka mimi na kipawa na karama na uwezo ulionipa na kibali ulichonipa. Sema, natoka leo, natoka leo kwenye hilo shimo. Sema, sitakufa nitaishi, sitakufa nitaishi, niyasimulie matendo ya Bwana. Sema, Bwana Yesu, sitakufa hadi ndoto ambazo umeweka ndani yangu zitimie kwa jina la Yesu. Sitakufa kwa ajali, sitakufa kwa magonjwa, wala kwa kuvamiwa, wala kwa kuuawa, wala kwa sumu, maana Bwana umeweka kitu ndani yangu. Ndoto hii itatimia, ndoto hii itatimia. Niko majira na kwa wakati itatimia. Ndoto ya huduma, ndoto ya kufanya biashara, ndoto ya kufanya ya nafasi ya kazi, ndoto ya elimu, ndoto ya elimu, ndoto ya familia itatimia, itatimia, itatimia kwa jina la Yesu. Sema, ewe birika niachie, ewe shimo niachiwe, ewe handaki niachie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kuomba nami nitakuombea hapa. Baba, kwa damu ya Yesu ninaomba, Bwana, huyu kijana ambaye amekandamizwa kwenye shimo la ulevi, kwenye shimo la madawa ya kulevya, kwenye shimo la ukahaba, ninamtoa kwa damu ya Yesu. Ndiyo, watu wanatoka mabarabarani, kwenye mitalo, wanatoka mistuni, wanatoka. Ninawatoa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Jangwani, milimani, baharini,
wako watu walifungiwa majina yao yakitupwa baharini. Ninawatoa kwenye hilo shimo, ninawatoa vijana, wa mama, mabinti, wa baba walikuwa hawajielewi, wameacha familia zao, wameacha watoto wao, ninawatoa kwa damu ya Yesu. Ndio wanatoka, akili zao, ufahamu wao unarudi. Na kata hiyo minyororo, na kata huo uchawi, na kata, na vunja, na haribu. Toka shetani, mwache huyo baba akumbuke mke wake, akumbuke watoto wake. Acha huyo kijana akumbuke wazazi, akumbuke familia. Acha huyo binti, mtoe kwenye ukahaba, mtoe kwenye uzinzi. Huyu ni mke wa mtu, mtarajiwa huyu, ni mama mtarajiwa huyu. Atoke huko. Mwache huyo kijana akuja kwenye ulevi, uvutaji wa bangi na sigara, ulaji wa madawa kulevya na unga. Atoke huko. Ni baba mtarajiwa huyu, ni mume mtarajiwa huyu, ni afisa mtarajiwa katika jina la Yesu. Ni mtumishi mtarajiwa huyu. Atoke hapa. Ewe shimo, mtapike, mwachie. Kama ambavyo shimo alikumuua Yusufu, na wewe pia hautakufa hapo, utatoka hapo. Hatima yako iko mbele yako. Toka mwanangu, simama uende kwa jina la Yesu Kristo. Baraka za Bwana ziwe juu yako, neema ya Bwana iwe juu yako, ulinzi wa Bwana uwe juu yako, kazini kwako, ofisini kwako, kwenye biashara zako, kwenye familia yako, kwenye masomo yako, kila mahali. Ulinzi wa Bwana. Bwana akupe ufahamu mpya, akili mpya, ukajitambue hapo chuoni, ukajitambue. Ndio Bwana anakujilia, anakutoa kwenye hilo shimo la ujinga. Nenda ukafaulu, ukapata GPA ya juu saini katika jina la Yesu Kristo. Bwana akubariki, Bwana akupiganie, Bwana akutetee, ukawe mpya leo, tangu leo na hata milele. Hilo shimo la kuzuia ndoto zako halina kushikilia katika jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu. Amen. Mungu ni mwema sana. Naona watu wakifunguliwa hapa. Endelea kuomba. Haya maombi ni ya msingi. Chukua hayo maombi, mtumie mwanao chuoni. Shirikiana na mwenzako, omba na jirani yako, omba hayo maombi kuwatoa watu kwenye mashimo. Endelea kushare hiyo linki, share kwenye magrupu mbalimbali. Ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana, ni sadaka kwa Mungu. Share na watu wengine ili kwamba neema hii iwafike watu wengi. Ngoja nikwambie, kushare kwa watu watatu, mtu mmoja atafunguliwa, unakuwa umekuwa sehemu ya baraka kwa Bwana, kumfanya mtu mmoja kupata neema hii. Bwana akutunze, Bwana akutetee, akupiganie. Uwe na siku njema. Endelea kufuatilia maombi mara kwa mara yako kwa YouTube, watu yatoi, mtumia mtu mwingine, na kwa neema ya Mungu tukutane kesho tena siku ya Jumatano asubuhi. Naendelea kuletea kipindi hiki mimi mtumishi wako Father Herman Bedi Madale, kasisi msaidizi wa kanisa Bartolomayo Ubungo. Kwa neema ya Mungu nikutakie siku yenye baraka na neema. Shalom.